Na mtazamaji wa Wasafi Media, ripoti bado zinatokea hapa makao makuu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Kama tulivyokujuza kwamba vyama vya siasa vimeweza kushiriki utiaji saini wa maadili ya uchaguzi wa mwaka 2025. Sasa hao ni baadhi ya wawakilishi wa vyama hivyo na wametoa maoni yao kuhusiana na fomu hii ya kanuni ya maadili. Hii hapa video inakuonyesha hawa wawakilishi wakizungumza kwa kubwa zaidi. Kila chama kilipata nafasi ya kutoa maoni yake, na sisi ACT Wazalendo tulifanya uchambuzi wa maeneo 20 ambayo tuliona ni vizuri yafanyiwe maboresho. La kwanza ni kifungu ambacho kinasema kama chama cha siasa hakitoshiriki katika kusaini, basi kitakuwa kimepoteza haki ya kushiriki katika uchaguzi mkuu. Tuliona jambo hilo linahitaji ufafanuzi wa kina, kwa sababu kwa maoni ya ACT Wazalendo tunaona kwamba kwa sababu haki ya ushiriki katika uchaguzi ni ya kikatiba, ingetosha kwamba kama chama kimesajiliwa, kina usajili wa kudumu, kipewe haki ya kushiriki katika uchaguzi. Tume imesema inao ufafanuzi. Naitwa Mohamed Masoud Rashid, mimi ni katibu mkuu wa chama cha Ukombozi wa Umma. Ndugu waandishi, nadhani mnakijua cha umma ni nini? Ni ubwabwa. Bila shaka asubuhi mmepata ubwabwa hapa. Hiyo ndo sera yetu. Kwa nadhani nyenyote kwanza ni wanachama wangu. Kwenye suala la kusaini hizi kanuni, nimeshukuru sana tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi kwa 100% imetushirikisha katika kila hatua, na maoni yetu tuliyotoa sisi kama Chauma 99% yamepita, yako mle. Kwa hiyo hatuna shaka kwamba tume imetufanyia jambo la kiungwana kabisa, na ni kawaida kwamba ikiwa hutaki kufuata maadili, manake unataka kuchafua nchi. Sisi Chauma tunasema jambo la kwanza baada ya ubwabwa ni amani. Huu ubwabwa kama hakuna amani hauliki, haunalika, hauliki. Naitwa Evelyn Munisi, katibu mkuu wa NCCR Mageuzi. Sisi NCCR Mageuzi, kwanza tunashukuru tume kwa mchakato mzima wa kuhakikisha hizi kanuni zinapatikana. Kama chama tulishirikishwa kuanzia mwanzo wa mchakato mpaka kupatikana kwa kanuni hizi, na hata tulipotakiwa kutoa maoni na mapendekezo, NCCR tulishiriki. Tulitoa maoni, tukatoa mapendekezo yetu ambayo kwa 98% yamefanyiwa kazi, na mpaka kufikia hapa ni kwamba kama chama tulikaa tukaridhia kwamba kanuni zote zimepita, na leo kama mlivyoona tayari tumesaini.